Usisahau kusubscribe. Aisee, mambo yanaonekana kuzidi kuwa magumu kwa upande wa Ukraine. Kuna mji mmoja ambao kwa miaka mingi sana umekuwa ukitajwa kama ni ngome, yani ni kama mji fulani hivi chuma. Yani ni sehemu ambayo watu wengi sana walikuwa wanaamini ni vigumu sana kwa jeshi la Urusi kuliteka eneo hilo. Na Urusi sasa imetangaza kwamba wamefanikiwa kuuteka mji huo, na si mji wa kawaida, ni mji mmoja muhimu sana kwa taifa la Ukraine pamoja na washirika wake, na mji huo unaitwa mji wa Konstantinovka. Ni moja kati ya mji ambao kutoka muda mrefu sana Warusi wameusalandia. Warusi walikuwa wanataka kuchukua huo mji, lakini ilikuwa inakuwa ni ngumu kidogo kutokana na namna ambavyo Ukraine walikuwa wamewekeza nguvu zao katika eneo hilo. Sasa mtu anaweza kajiuliza kwa nini eneo hilo linapigiwa sana kelele? Kwa nini dunia inapiga kelele? Na yani itakuwa ina maana gani kama wa Ukraine watakuwa wamepoteza eneo hilo? Kimsingi ni kwamba hili ni moja kati ya eneo ambalo lilikuwa ni eneo lenye ulinzi mkubwa sana, lilikuwa na idadi kubwa sana ya wanajeshi, na kwa mujibu wa takwimu ambazo zipo ni kwamba hadi kufikia yani baada ya Urusi kuanzisha ile special military operation pale nchini Ukraine mwaka 2022, ile Ukraine walilazimika kupeleka wanajeshi wasiopungua 78,000 katika taifa hilo, kwa maana au katika kamji yako ka Konstantinovka na akapo pale Donbas. Sasa Urusi wakati wamefanya hiyo ambush ya operation na kukateka au kuliteka eneo hilo, wameua wanajeshi wasiopungua 13,500 wa Ukraine, kiasi ambacho kimemfanya rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky amekataa kabisa kuchukua miili ya wanajeshi hao wasiopungua 13,000 ambao wameuawa kutokana na mashambulizi hayo. Sasa ngoja niwaeleze kidogo. Konstantinovka ni moja kati ya mji muhimu, upo katika eneo Donetsk, na kwa muda mrefu sana lilikuwa limegeuza eneo hilo Ukraine kuwa ngome zake muhimu kabisa kwa ajili ya kujilinda. Na baada ya vita kuanza, ile vita ya kwanza kabisa mwaka 2014, baadaye miaka 8 baadaye ndio ikaja hiyo vita ya 2022 ya Urusi. Sasa mwaka 2014 Ukraine walitumia takribani miaka kama 10 hivi, yani kwa ajili ya kufanya kutengeneza mji huo kama ngome ya kijeshi. Imagine, walianza toka mwaka 2014 na hadi mwaka 2022 walikuwa wameitengeneza eneo hilo kama mji wa kijeshi. Na hapo sasa kwenye hilo eneo mazee, kulikuwa kuna mahandaki kibao, kulikuwa kumetengenezwa, yani ni ngome fulani hivi ambayo imejazwa zege kwa juu. Majengo mengi sana ambayo yalikuwa katika eneo hilo la Konstantinovka yalikuwa yamegeuzwa kuwa kambi za kijeshi. Viwanda ambavyo vilikuwa katika maeneo hayo vilikuwa vinatumiwa kama ngome za kijeshi, na hata sehemu nyingine za ardhini zilikuwa na zenyewe zimetengenezwa kwa ajili ya mapigano. Kwa hiyo kwa kifupi ni kama unavyoiona Israel pamoja na Irani hao, kwamba yani asilimia kubwa sana ya ardhi za hayo mataifa ambayo nimekutajia, Israel pamoja na Iran, huko chini kuna mahandaki mengi sana ambao ndo nasikia wanakuambia watu wameingia kwenye mabanka huko ndani pindi tunapotokea machafuko na mambo mengine. Wanaambia wananchi, kimbilieni kwenye mabanka huko ndani, sikilizeni zile silent ving'ora ambavyo vinatangazwa na serikali. Kwa hiyo na ile eneo la Konstantinovka ambalo lipo pale Donetsk tokea hiyo mwaka 2014 lilikuwa limetengenezwa mithiri hiyo. Kwa nje wewe unaweza ukapita ukaona mbona haya ni majengo tu ya kawaida, kwamba labda kama unavyoona labda majengo pale Kariakoo na nini, au unavyoona majengo ya pale Nairobi, au unavyoona majengo ya pale Kigali, au unavyoona majengo ya pale Kampala Uganda. Yaani unasema mbona ni majengo tu ya kawaida, lakini kumbe huko chini kuna basement za hatari sana ambazo zimetengenezwa. Na hayo majengo yenyewe mnakuwa mnaona ni majengo ya kawaida, kumbe ni majengo ambayo yametengenezwa ni huko ndani kuna wanajeshi, kuna vikosi vya kila aina kwa ajili ya mapambano. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Ukraine walikuwa wanaliona eneo hilo kwamba yeyote ambaye angeweza kujaribu kuingia katika eneo hilo lazima ataadhibiwa vibaya mno. Lakini sasa Urusi imebadilisha mshale wa saa. Mshale kama ulikuwa unaenda kulia, sasa mshale umeanza kwenda kushoto, majira yamebadilika. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Ulinzi ya pale Urusi, inasema kwamba wanajeshi wa Urusi walifanikiwa kuingia katika mji ule, na walikuwa wanatoka maeneo mbalimbali kwa maana ya mashariki, magharibi, kaskazini pamoja na kusini. Kwa hiyo waliwavuruga sana wale walinzi wao wanajeshi wa Ukraine, kwa sababu wanajeshi wa Urusi kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini wote waliingia kwa wakati mmoja. Kwa hiyo wa Ukraine
walijikuta wamezingirwa, wapo katikati, yani wakajikuta ni kama wapo kwenye kisiwa fulani hivi, na baada ya hapo wakaanza kufanya mashambulizi. Wote walishambulia mji huo tena kwa wakati mmoja, yani waliingia kwa wakati mmoja, wakaanza zile doria kwa wakati mmoja, na wakafanya ambush kwa wakati mmoja, na matokeo yake ni kwamba vikosi vya Ukraine sasa vikaanza kukatwa vipande vipande, vikaanza kugawanyika, yani huku wanakamatwa, kule wanakamatwa, huku wanakamatwa, na mwisho siku wanajikuta wote wapo katikati chini ya ulinzi, kiasi ikafikia hatua wakaona sasa hapa kuliko kuendelea kutandikwa ni afadhali tukajisalimisha. Ni walishindwa kusaidiana. Unajua vitani huwa inakuwa hivi, yani aliyepo kule kaskazini au aliyepo juu, na ndio maana unakuta mara nyingi sana vita zinapigana kwenye milima, kwamba angalau wewe unamuona adui alipo. Sasa kwa upande wa eneo hilo ni kwamba mambo yalikuwa yameshindikana kabisa kabisa. Urusi walianza kusafisha maeneo hayo mpaka wakafanikiwa kudhibiti, na jambo ambalo watu wengi sana limewavutia sana ni ile kauli ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Amesema kwamba kutekwa kwa Konstantinovka sio ushindi wa kawaida. Imagine eneo la namna hiyo ambalo nimekuambia mazee, sasa wamelichukua, na Putin mwenyewe anasema eneo hilo yani si eneo la kawaida, na huo ndio ufunguo wa moja kwa moja kuelekea pale Donbas. Yani kwa lugha ya mtaani ni kama umefanikiwa kuvunja mlango mkubwa ambao ulikuwa unaizuia ile safari yako. Umefanikiwa kuvunja kizuizi ambacho kilikuwa kinazuia safari yako. Kwa hiyo unakuwa una uwezo wa kuingia ndani kiurahisi zaidi. Ndio maana Putin amesema baada ya Konstantinovka sasa njia kuelekea miji mingine mikubwa kama Kramatorsk kule Sliviansk imefunguka rasmi. Na ndio sababu ushindi huu umeonekana kuwa ushindi muhimu sana kwa upande wa Urusi. Lakini jambo moja hapa tuelewane. Kuna upande mwingine wa habari juu ya hiki ambacho kimetokea. Taarifa nyingi kuhusu ambacho kimetokea pale Konstantinovka zinatoka upande wa Urusi, na wakati wa vita ni kawaida upande kuelezea mafanikio yake kwa mtazamo wake. Kwa hiyo inawezekana wa Ukraine walikuwa wanajaribu kuficha ukweli, kwa sababu Warusi baada ya kufanya mashambulizi makubwa walikuwa wanapenya nyuma ya ngome za Ukraine, kukata njia za mawasiliano, wakazunguka wanajeshi walikuwa wamejificha kwenye majengo, viwanda pamoja na maeneo ya ardhi, na baadaye wakafanikiwa kushambulia moja kwa moja katika maeneo hayo. Na baada ya kupokea taarifa hizo kutoka kwa makamanda wake, Putin akawashukuru wanajeshi wake na akaongeza ujumbe, akasema Urusi itaendelea kupanua kile anachokiita eneo la usalama mpakani ikiwa Ukraine itaendelea kushambulia maeneo ya kiraia na yaliyopo ndani ya Urusi. Kwa hiyo ukiunganisha mambo yote pamoja, unaona kwamba mapigano hayo bado yako mbali sana na mwisho. Kwa sababu gani? Urusi wanaona ushindi wa Konstantinovka ni kama hatua kubwa kuelekea kutoa maeneo yaliyopo kule Donetsk, lakini kuanguka kwa eneo hili kunaonesha wa Ukraine na wenyewe wanaona mambo ni magumu. Kwa nini nasema hivi? Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Urusi ni kwamba baada ya Urusi kutangaza kwamba wamefanikiwa kuteka huo mji ambao ni moja ya ngome kubwa sana pale eneo la Donbas, sasa Ukraine wamekataa kuchukua miili ya wanajeshi ambao wameuawa katika eneo hili. Yaani Urusi wanasema baada ya mapigano kumalizika katika mji huo, waliamua kutoa kile ambacho wanakiita mapumziko ya kibinadamu. Yaani walisema hivi, tumeshachukua eneo hili, tumeshawapiga vya kutosha, sasa tufai kupumzika. Wa Ukraine wakasema hapana, huo ni mtego, hatuwezi tukaja kuchukua hizo maiti, ni afadhali yani hata mzichome kabisa. Na mpaka tunapozungumza ni kwamba serikali ya Kiev imegoma kabisa, na msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa pale Urusi amesema kwamba serikali ya Ukraine haijali wananchi wake, iwe walio hai ama waliopoteza maisha. Kwa hiyo Ukraine wameamua kuzila na kutuma ujumbe kwa ulimwengu kwamba kilichofanywa na Urusi, wanasema wao wa Ukraine, ni mauaji ya halaiki sijui, na wanasema ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Lakini wa Ukraine wanajisahau kwamba wao wako vitani. Na wa Ukraine jambo jingine ambalo wanajisahau kwamba hivi karibuni wamefanya mashambulizi mengi sana kwenye maeneo mengi sana ya Urusi. Lakini Warusi walikuwa wapigi kelele, hapana, hawapigi. Yaani Ukraine walikuwa wanashambulia wanavyotaka. Kumbe unasikia mtu anakuambia ukiona Kobe ameinama, yani don't take it easy, usichukulie mambo poa. Kumbe mwenzako anatunga sheria namna gani kuja kukutandika eneo ambalo linauma zaidi. Wewe unaweza ukampiga kwenye mguu ukasema poa,
yeye anakuja na kupasua jicho. Hauoni kabisa ndicho ambacho kimefanywa na Warusi katika eneo hilo la Konstantinovka. Semeni na mimi kwenye comment section hapo chini. Mambo bado ni mazito katika eneo la mapigano, although watu naona wanasema mara Urusi sio amefanya nini na nini. Vita inapoitwa vita, ni lazima kuwe kuna kupigana, ni lazima kuwe kuna kupigwa, ni lazima kuwe kuna kushambuliwa, ni lazima kuwe kuna kushambuliana, ni lazima kuwe kuna kuuana, ni lazima kuwe kuna kusalenda, ni lazima kuwe kuna kufa kisabuni. Hiyo ndio maana ya vita. Hakuna vita ambayo wewe utasema kila siku unapigaga tu, unapiga. Haijawahi kuwa vita hiyo. Yaani huo utaitwa ni uvamizi wa kawaida kabisa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.